Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Alhamisi, juma la 11, kipindi cha kawaida cha mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Yoshua bin Sira, sura ya 48 aya ya kwanza hadi ya 14. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo, sura ya 6 aya ya 7 hadi ya 15. Karibu tusikilize Injili. Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mkiwa katika kusali, msipayuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anayajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamuomba. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehavyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuopoe na yule mwovu. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Katika somo la kwanza la kitabu cha Yoshua bin Sira, sura 48 aya ya kwanza hadi ya 14, tunapata masimulizi ya nabii Eliya na Elisha pia. Yoshua bin Sira anamuelezea Eliya kama moto, mtu ambaye neno lake linawaka kama mwenge, mtu ambaye kazi zake kuu zilizojaa unabii na utakatifu wakati ule, kama kufunga mbingu, kushusha moto na kumfufua mfu kwa nyakati za uhai wake Eliya, zilienea sana nyakati zile. Mwishoni kabisa, Yoshua bin Sira anaeleza jinsi na namna roho wa Eliya alivyomshukia Elisha. Kumbe kama kanisa lifundishavyo juu ya manabii kwamba ni vyombo viwakilishavyo ujumbe wa Kristo hapa duniani, vivyo hivyo manabii hawa walikuwa vyombo vya Mungu vya kuwasha upya moto wa imani miongoni mwa waamini wakati wa ulegevu. Eliya anawakilisha umuhimu wa kusimamia ukweli na utukufu wa Mungu hata mbele ya mazingira magumu au viongozi dhalimu. Kumbe sisi pia tunaitwa kuwa moto katika kuishuhudia imani yetu duniani humu. Na ni katika kusema hivyo, ndugu wapendwa, mwinjili Mathayo katika ile sura ya 6 aya ya 7 hadi ya 15 leo anatualika tujiulize mambo haya makuu matatu. Je, ni kwa namna gani tunasali? Je, ni maombi gani tuyaombayo kwa Mungu? Na je, tuendapo mbele za Mungu kwa sala na maombi yetu, mahusiano yetu na jirani zetu yapoje? Je, ni mazuri au je, ni mabaya? Lakini je, tunatambua nini tunapaswa kuomba kwa Mungu muumba wetu? Pengine ni ndiyo, yatupasa kuomba mahitaji yaliyo na lazima sana kwetu katika uhai wetu. Kumbe hatupaswi kuomba mambo ya usuyo tajiri au shibe, na kama ilivyo kwa mababa wa kanisa, wameelekeza maneno hayo katika sakramenti ya Ekaristi. Pia vile kadiri ya mwinjili Mathayo, leo anatukumbusha ile namna nzuri ya kusali tuliofundishwa na Mungu au pengine tuliofundishwa na Kristo,
katika ile sura ya 6 aya ya 9 hadi ya 14. Ndiyo kusema kiini cha mafundisho ya sala kutoka kwa Yesu, ambapo tunaona sasa Yesu anatukabidhi sala ya Bwana, yaani Baba yetu. Mpendwa, Yesu haishii kutukabidhi tu, bali pia kutufundisha jinsi na namna nzuri ya kuisali hiyo sala. Anapowaonya wasipayuke kama watu wa mataifa wasiomjua Mungu, na wala wasiwe kama wanafiki, kwa maana wao hupenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Bali anatualika mimi na wewe leo, tunapohitaji kusali, basi tujiandae vizuri kwa utulivu na ukimya, tusali mbele ya Baba yetu aliye sirini, naye aonaye sirini atatujaza. Na hii tunasoma Mathayo sura ya 6 aya ya 5 hadi ya 6. Mpendwa, katika sala ya Bwana Yesu anaweka wazi muundo wa maombi 7. Maombi hayo yamegawanyika katika makundi makuu mawili. Kundi la kwanza ni juu ya maombi yale matatu ya mwanzoni kabisa yanayotazama ukuu na utukufu wa Mungu, na kundi la pili ni juu ya maombi yale manne yanayofuatia yakitazama mahitaji na udhaifu wetu wa kibinadamu. Mpendwa, sehemu ya kwanza ya maombi yahusuyo utukufu na ukuu wa Baba. Maombi haya matatu yanatuondoa katika hali ya ubinafsi wetu na zaidi sana kutuelekeza kwanza kwa Mungu, huku tukitumainia jina lake, ufalme wake na mapenzi yake yatimilizwe. Ombi la kwanza, jina lako litukuzwe. Tayari tumekwisha kutambua jina la Bwana ni takatifu. Lakini kwa nini basi tunasali? Tunasali ili litambulikane na kila mtu na kuheshimiwa humu duniani. Na kanisa linakazia zaidi kuwa utakaso na utukufu wa jina la Mungu unategemea pia na maisha yetu sisi ya humu duniani. Sisi tuliobatizwa tunaalikwa kuishi maisha ya uadilifu na utakatifu, na tunapoishi hayo tunalifanya jina la Mungu Baba yetu litukuzwe duniani, na kinyume chake tutakuwa tunalikufuru jina hilo. Na ombi la pili, ufalme wako ufike. Hapa tunaomba ufalme wa Mungu, ufalme ambao ni wa haki, amani na upendo, uje na utamalaki ndani ya mioyo yetu hapa duniani, huku tukingojea ujio wake kwa mara ya pili. Na ombi la tatu, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Mpendwa, hapa tunaomba utii wetu hapa duniani basi na ufanane na ule utii wa malaika na watakatifu walioko mbinguni. Yesu mwenyewe anakuwa kielelezo cha kwanza na mfano ulio bora pale bustanini Getsemani, aliposema katika sala yake kwamba si mapenzi yake bali mapenzi ya Mungu na yatimilizike au yatendeke. Kumbe ni mwaliko basi tuachilie utashi wetu wa kibinadamu na kuupatanisha na mpango wa Mungu, hata kama mpango huo unatugharimu na kutuhitaji tulipie kwa gharama kubwa, au unahusisha kuibeba misalaba mizito, migumu na yenye kuumiza ya maisha yetu. Mpendwa, sehemu ya pili ya maombi haya 7, kama tulivyosema hapo mwanzo, inahusu mahitaji ya udhaifu wetu wa kibinadamu. Baada ya kumtanguliza Mungu, sasa tunamtolea Mungu mahitaji yetu ya kimwili na ya kiulimwengu huu wa sasa, huku tukiongozwa na unyenyekevu na kumtegemea yeye. Tunasali ombi la 4 tukisema, utupe leo riziki yetu. Ni ombi ambalo
linatufundisha kuwa na kiasi katika kuhangaikia maisha yetu humu duniani. Zaidi sana, ombi hili linatuelekeza moja kwa moja katika kutafakari mahusiano yetu na sakramenti ya Ekaristi Takatifu, mahusiano yetu na maandiko matakatifu. Kumbe yawe kielelezo cha kwanza cha utafutaji wa riziki yetu. Na ombi la 5, utusamehe makosa yetu kama sisi tunavyowasamehe waliotukosea. Mpendwa, hili ni moja kati ya ombi lenye masharti au sharti gumu kuliko yote, kwani neema ya msamaha wa Mungu haiwezi kuingia kwenye moyo uliorundika vinyongo na chuki. Kumbe milango ya msamaha ndani ya mioyo yetu inafunguliwa tu pale ambapo tutaachilia msamaha kwa waliotukosea, kwani moyo usiosamehe unajifungia wenyewe nje ya huruma ya Mungu. Na ombi la 6, usitutie katika kishawishi. Tunapaswa kutambua kwamba kuwa Mungu hamjaribu mtu ili atende dhambi. Na hii tunasoma Yakobo sura ya 1 aya 13. Kumbe ombi hili ni nia ya kumwomba Mungu daima asituruhusu kuingia au kushindwa na njia ituongozayo kwenye dhambi, na badala yake tuongoze katika njia iongozayo kwenye utukufu na sifa kwake. Na ombi la 7, lakini utuopoe na yule mwovu. Pendwa, kanisa linafundisha kwamba Shetani yupo na bado anaendelea kufanya kazi ya kuupotosha ulimwengu. Shetani bado yupo katika kila siku na katika nyakati za maisha yetu, na kwa namna mbalimbali pengine tunaweza tukawa mashuhuda wa kukumbana na uwepo wa Shetani. Kumbe tunapoomba ombi hili, tunaomba ushindi wa Kristo ulioonekana pale msalabani uonekane basi ndani yetu leo, huku tukizishinda vile vishawishi vyote vya muovu Shetani, tukijua ya kuwa Kristo alimshinda Shetani muovu pale msalabani kwa kumwaga damu yake. Na ndivyo hivyo vitusaidie na itulinde damu hiyo dhidi ya hila zote za muovu Shetani katika maisha yetu ya kila siku. Mpendwa, basi ni mafundisho makuu mawili tunayapata kutoka katika masomo haya, yaani somo la kwanza na Injili takatifu kama tulivyoyasikia, huku ujumbe mkubwa ukiwa umebebwa na Injili takatifu. Fundisho la kwanza ni juu ya nguvu ya neno na sala, nguvu ya neno na sala. Na fundisho la pili ni juu ya wito wa mapatano, wito wa mapatano. Fundisho la kwanza, nguvu juu ya neno na sala. Kama neno la Eliya lilivyokuwa na nguvu ya kubadili historia, Yesu naye leo anatufundisha kuwa sala ya unyenyekevu, yaani sala ya Bwana, sala ya Baba yetu, ina huo uwezo wa kutosha kabisa wa kubadili ugumu wa mioyo yetu, kwani kusali si kumfahamisha Mungu mahitaji yetu, kwa sababu yeye anayajua tayari kabla hatujamuomba, bali kusali ni kuweka nia zetu sawa na mapenzi yake, huku tukiachilia mioyo yetu kutimiza mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, tukijiruhusu kubeba na kujigharimu katika misalaba tuliyokubali kuibeba. Mpendwa, fundisho la pili ni juu ya wito wa mapatano, wito wenye sharti gumu kabisa, tukitambua ya kuwa hatuwezi kuwa na uhusiano mzuri na Baba kama tuna uadui bado ndani mwetu na watoto wake, yaani uadui na ndugu zetu, uadui na jamaa zetu, au pengine uadui na rafiki zetu. Inatuhitaji tulifate sharti hili. Sharti la kusamehewa ni sharti la kusamehe kwanza. Sharti la kusamehewa na Mungu ni sisi kwanza kusamehe na kuachilia mioyo yetu dhidi ya wale wote waliotukosea katika nyakati fulani fulani za maisha yetu.
pengine katika nyakati zile ambazo tuliwaona na tukawategemea kabisa, na wale tuliowapenda sana, lakini bado akatusaliti, na pengine tukaapa na kusema hatuwezi kusamehe kamwe kwa yale yote waliotutendea. Kumbe leo tunaambiwa sharti la kusamehe ni sharti la kusamehewa. Sharti la kusamehewa ni sharti la kusamehe pia. Milango ya neema ya Mungu ya msamaha juu yetu inafunguliwa pale ambapo tutaruhusu kusamehe wale wote waliotukosea katika maisha yetu. Kumbe leo tusali na kuomba neema ya Mungu Roho Mtakatifu, baada ya kutambua namna nzuri ya kusali mbele za Mungu, basi atuongoze katika sala zetu, na daima tuyatambue yatupasayo kuomba mbele zake na namna nzuri ya kusali, ili basi katika hayo yote na ni kwa Mungu na kwa Mungu tu viwe sifa na enzi, na mwanadamu atakatifuzwe. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Jackson Silayo wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!